Kikosi cha wachezaji 23 wa Taifa Stars hapo jana kiliweza kusafiri kuelekea Kigali nchini Rwanda ikiwa ni tayari kwa maandalizi ya michezo ya FIFA Series. Akizungumza, afisa habari wa TFF Mario Clifford Ndimbo ameweka wazi wachezaji walioshindwa kusafiri na timu pamoja na matarajio ya benchi la ufundi kutoka kwenye mashindano hayo. Michuano hiyo inaweza kuanza rasmi siku ya Machi 26 kwa maana siku ya hapo kesho, na ni moja kati ya michuano muhimu sana kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Anasema Yusuf Kagoma, tumemwacha Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Kwa nzuri kutokea Dar es Salaam mpaka hapa Kigali, wachezaji wote mpaka sasa wako vizuri, japokuwa kwenye idadi ya kwanza kwa maana wachezaji 25 walioitwa, tumekuja jumla na wachezaji 23 kwa sababu mfano kama Ibrahim Abdullah kwa maana Baka yeye hakuingia kabisa kambini kwa sababu ni majeruhi, lakini Yusuf Kagoma pia tumemwacha Dar es Salaam kwa sababu ya maumivu. Halafu Simon Msuva yeye kwa sababu ya usafiri kuwa mgumu kule alipo, kwa hiyo yeye hatakuja na nafasi yake imechukuliwa na Abraham Morris. Kwa hiyo wengine wote ambao wameitwa wameripoti, wale wanaotoka nje pamoja na wale ambao wanacheza ndani. Kwa kifupi, nini matarajio ya benchi la ufundi katika mechi za FIFA Series mwaka huu? Ya, kama ambao tunafahamu kwamba FIFA Series ni shindano dogo, lakini ni mechi za kirafiki ambazo zinalenga kusema kweli kufanya maboresho katika timu mbalimbali. Utaona mfano kama sisi tunacheza na timu ambazo zinatoka nje ya bara la Afrika, kwa hiyo tunapata testi nyingine, lakini pia mwalimu atapata nafasi ya kuendelea kuangalia kikosi, kuboresha kikosi kuelekea kwenye AFCON 2027, lakini kuelekea pia kwenye mashindano mbalimbali ambayo yanatukabili. Kwingineko, meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe ameweza kufafanua sababu za kumwongeza Abdi Hamid Moalim kuwa kocha msaidizi, akisema uamuzi huo ni pendekezo la kocha wao mkuu Pedro. Kamwe anasema Yanga itarudi kutoa kichapo. Pia Kamwe ameweza kuzungumzia ratiba yao ya mazoezi kipindi hiki cha mapumziko ya FIFA na maandalizi kuelekea mechi zijazo, huku akituma ujumbe kwa Tanzania Prisons. Huyo hapa Ali Shaban Kamwe. Yanga itarudi kutoa vichapo. Nimeona kwenye ratiba timu ya kwanza ambayo itakuja kucheza na Yanga ni Prison. Tunataka tutumie pia mchezo huo kuonyesha mashabiki kwamba tumefanya maamuzi sahihi ya kuitoa timu kutoka hapa ilipo kuipeleka kwenye level ya juu zaidi. Tukitazama habari nyingine, wagosi wa Kaya Coastal Union wameweza kuanza maandalizi ya kuikabili Simba katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utakaochezwa Aprili 2 mwaka huu katika dimba la Meja Jenerali Issa Munyo, huko dhamira yao kubwa ikiwa ni kupata alama 3 pale ugenini. Ofisa habari wa timu hiyo Hussein Mchomvu amesema tayari kikosi chao kimeshaingia kambini. Tupate taarifa zaidi. Lakini sasa hiyo ubora ambao Simba yuko nao ndio sababu ya sisi kwenda kushinda huo mchezo. Tutaka wachezaji na nje ya uwanjani kwa sisi viongozi, nikimaanisha kwa eneo la kuhamasisha mashabiki zetu waende kwa wingi pale Meja ya Issa Munyo tarehe 2 mwezi wa 4, tukaipigia timu yetu kiele pale kwa ajili ya kushinda mchezo huo inshallah. Tunakwenda kupambania alama 3 mbele ya Simba na jambo ambalo tunaingia nalo uwanjani tukiwa mabega juu kweli kweli ni aina ya kikosi ambacho tuko nacho. Unajua watu wengi wamekuwa wanatilia mashaka sana kuhusu kikosi cha Coastal Union. Mnachezaji maneno yamekuwa mengi, au tumuoni ule, lakini kwa muda ambao tumepata hivi karibuni wa kuweka timu yetu kambini, ni kuhakikishia Mariam Shedafa Simba watakwenda kupata flavor ya mchezo ambao hawajawahi kuipata tangu msimu huu umeanza. Kuna mfumo wetu mpya utautambulisha tarehe 2 unaoitwa Kulu Kutata Mantetere, unipe nikupe raha tupate. Zinaguswa hiyo zaidi ya 200. Yaani kuna mchezaji anaitwa Xavi wa Barcelona ambaye alikuwa kocha pia, aliwahi kufikisha rekodi ya kupiga pasi 600 kwenye mechi ya dakika 90 yeye peke yake. Sasa hiyo tarehe 2 tunazipiga sisi, zitapigwa pasi zaidi ya 800 pale. Hii inaitwa Kulu Kutata Mantetere. Na kijana Mtanzania Gift Shirima ambaye ni dereva wa mbio za magari ametoa wito kwa wadhamini kumshika mkono katika safari yake ya kwenda nchini Hispania, ambako amepata mwaliko wa kwenda kufanya mafunzo maalum ya mbio za magari. Kijana huyo anasema wadhamini watapata fursa ya kujitangaza kwa kuweka matangazo kwenye gari atakaloweza kulitumia na hata kwenye nguo atakazovaa mashindanoni. Anasema nipate mdhamini
ambaye wa kunishika mkono. Kwa mashindano haya wakanijibu ya inawezekana, una idea yote? Nikamwambia ya nimejifunza drifting kidogo na muda mwingi nimekaa katika simulators, games za simulator katika kujifunza. Nilivyowatajia habari za simulator wakaona yes, ni kipaji ambacho kinawezekana kutoka kwenye simulator kuja katika reality. Wakaniambia kwa sababu hujai kuendeshaga gari ya mashindano kabisa, tunahitaji tukufanyie driver developer. Ndo wakanipaga huu mwaliko. Wadau na Watanzania pia na waomba support yao, maana bila wao hawezi kufika mbali, siwezi kufika mbali bila support ya wananchi wa Tanzania na pia na wadau wadhamini. Ningependa sana kuwaasa sana wadhamini, nipate mdhamini ambayo wakunishika mkono kuanzia nyumbani mpaka tunapofika kule. Na pia hii ni opportunity nzuri kwa mdhamini au wadhamini watakaojitokeza katika kutangaza biashara zao kimataifa. Kwa nini? Maana kwenye racing ni mchezo ambao ni wa kitajiri na unajulikana kwenye nchi za Ulaya. Sasa unaenda kushiriki mimi pale ambako mdhamini anapokuja na anakaeka stika yake katika gari na racing suit nitakayotumia, ni visibility nzuri sana katika kutangaza biashara yake, na inaweza kumletea sifa pia kwamba ameanza na kijana wa kwanza Mtanzania katika kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa Tanzania na ni fursa nzuri kwa mdhamini atakayejitokeza. Na kunako medali za kimataifa, rais wa shirikisho la soka la Rwanda, Shegangoga Fabrice, amefanya mkutano na wanahabari leo jijini Kigali kuashiria ufunguzi wa mechi za kimataifa za FIFA Series zitakazoanza kesho siku ya tarehe 26 ya mwezi huu wa 3 2026. Sasa ratiba zikoje? Mapema kesho kutakuwa kuna michezo miwili siku ya Alhamis, ambapo majira ya saa 7:30 mchana kutakuwa na mchezo kati ya Aruba dhidi ya Macau, wakati Tanzania yenyewe itashuka dimbani majira ya saa 10:30 jioni wakicheza dhidi ya Liege. Lakini tarehe 27 kutakuwa na michezo miwili pia. Kenya itakuwa uwanjani majira ya saa 12 kamili za jioni dhidi ya Estonia, lakini Rwanda yeye itakuwa majira ya saa 3 kamili za usiku dhidi ya Grenada. Hiyo ndo michezo ya FIFA Series mwaka 2026, wenyewe nasema international friendlies, si ndio?